Asante sana Kiti kipenzi changu. Baby, vipi? Fresh tu. Mbona umejifunikisa sana hivi? Ni bwana, hata mimi mpenzi wangu umekuja, maana ninavyojisikia yani nahisi kama kufa tumbo linaniuma, mshipa mguu umekaza, yani unaona mguu unavyotetemeka. Usishike, usitoe shuka. Yani mwenzako mshipa umenikaza, yani naumwa, yani muda wote naweza lolote likatokea baya. Kwa leo haujaja na yako ile mpenzi wangu ukanichukulia hata dawa kwa mangi pale. Baby. Bwana, mimi pesa nipo nayo, lakini mimi kwenda kwa kweli siwezi. Kwa sababu mimi nimekuja bwana, mimi nipumzike, najisikia vibaya. Nilitamani hata nikupigie simu mpenzi wangu, yani kipindi unakuja, lakini sasa mimi nikasema sasa najiteteaje? Sasa bora umekuja mimi unichukulie dawa mpenzi wangu, mimi mzako mimi mguu, yani usishike. Mimi baby bwana, mimi siwezi. Kumbuka tushaongea kwamba mimi nakuja nipumzike na wewe siku nzima. Sasa hivi tunaniambia niende dukani tena kununulia dawa. Wewe si usumbufu wenyewe lakini. Naelewa mama yangu, naelewa mwenyewe nimekumisi, yani nimekumisi vibaya mno, ila sasa kibaya nauma mguu, unaweza kushangaa nikapaa hivi hapa kachukue dawa nini na basi nenda kwa mangi pale, alafu si unarudi. Okay. Utafanya nini sasa? Sawa, ngoja tu niende sasa, sina jinsi. Okay baby. Nakupenda kipenzi changu. Ngoja pale. Kiti. Yuko wapi? Hivi Kiti una akili wewe? Kiti njile. Mwanamke kabisa nimemsikia kwa masikio yangu anakuambia nakupenda. Yaani ndio maana umenifunika na shuka ili nisionekane. Kumbe ni mwanamke wako. Yaani mpenzi wangu yule mwanamke ni Jau. Yaani yule mwanamke yule ni Jau katika wanawake Jau duniani. Yule namba 1. Cha kufanya mpenzi wangu wewe nenda tu nyumbani, kwa sababu yule huwa anatembea na viwembe yule. Alafu ni mkorofi vibaya mno, asija akakuumiza. Asija kaja akakuumiza sasa hivi hapa mpaka kaja kwa mengi. Mimi nitashindwa cha kujitetea, nitakuacha. Fanya nini, nenda nyumbani. Yaani kumbe uko tayari anipige, anichanechane na mawembe, halafu wewe usinitetee. Kwani mimi ni nani yako? Mimi ni nani kwako Kiti? Au hunipendi? Yaani mimi nakupenda wewe, si mpenzi wangu, kitu gani ambacho uelewi? Wewe mpenzi wangu, sema yule mwanamke yule ana visa. Yule ni mtoto wa mama mwenye nyumba yule. Mkorofi vibaya mno. Fanya nenda afu nitakupigia simu. Nakwambiaje? Kichinjile. Siwezi nikaondoka hapa. Yaani nimeshakupambania, nimekupa na hela uliokuwa unaniomba. Halafu niondoke. Kichinjile, nipe hela yangu. Hela yako? Nisikilize Jeni, usitaki kuniletea utoro sawa? Pesa ikienda kwa mganga huwa hairudi hata siku moja. Halafu pesa ambayo umelipa mimi nilikwambia kabisa kwamba mimi nadaiwa kodi. Kwa habari zako nataka tena pesa ya kodi ambayo mimi nishaitenga nje nikupe na kwa ni utoto. Haya, labda nikuulize wewe, nige mapenzi yangu. Mbona mimi nimekata sana viuno hujanilipa? Umenilipa mimi? Kiti. Kumbe hivi ndivyo ulivyo eh? Yaani mimi nakupambania kwa jasho na nguvu zote ili nikufanye wewe ufurahi. Nimekupa pesa ambayo ulikuwa umeniomba siku nyingi. Unajua nimeipataje? Halafu leo hii nakuletea. Unanilipa haya kweli? Kiti. Yaani kumbe hujabadilika. Unaniletea wanawake ndani na unanifunika na mshuka kama hivi ili asikuone. Ili usifumaniwe sio? Nisikilize Jeni. Punguza mapepe mamangu. Wenzako wanasema kula ndizi juu nyama zipo chini, acha mapepe. Wewe nenda, mimi nitakutafuta. Kichinjile, sijapenda. Yaani ulichonifanyia mimi sijapenda. Nakufanyia mangapi mazuri lakini unanilipa mabaya wewe. Mimi naondoka, lakini siku nyingine nikikuta wanawake wako humu ndani, tutachinjana. Sijapenda Kiti. Nyie vipi watu wawili? Nataka kuniambia mnataka kutoka, mnaenda wapi? Wewe, wapi kuhusu vipi? Na kiaje unauliza? Wewe umesema una usingizi wewe?
Mume wangu. Kwa hiyo unataka kuniambia kwa sababu mimi nimesema nina usingizi nataka kulala, ndio umeamua kutoka na yule dada wa kazi? Unaenda naye wapi? Na anaenda kusaidia nini huko barabarani? Janeti, nimekuamsha mara 2, amka twende supermarket, umekataa. Basi mimi nimetafuta njia ambayo ni sahihi kwa upande wangu. Nimefikiria kwa sababu pia najua mahitaji huko ndani, nini kimeisha na nini kimepungua. Hapo unapotuona sisi tunaelekea hapo M-Pesa. Tunaenda kutoa pesa na hapo nitampatia pesa. Akishapata pesa atakuja. Wewe utakapoamka mwenye usingizi wako, mtapanga nini kipo na nini hakipo. Mtaenda kuemea wenyewe. Sasa hizi acha twende M-Pesa. Lakini Beni, kwa nini unapendaga matatizo lakini humu ndani? Mimi nikitangaza amani, lakini wewe ndio wa kwanza kabisa kuanzisha matatizo. Sasa wewe anaenda kusaidia nini barabarani? Mimi sitaki bwana uende naye. Wewe nenda mwenyewe, ukatoe pesa pale barabarani, zini utuletee hapa nyumbani tupige mahesabu yetu, tutaenda supermarket wenyewe. Sasa hii kwenda naye unamaanisha nini? Wewe, Janeti, kama umetumwa kuja kunijaribu ushindwe kwa jina la Yesu. Kama umetumwa kuja kunikebehi hapa, tutagombana. Na katika siku sitaki ugomvi, ndio maana nimechagua maamuzi sahihi ni leo. Umesema nisikuguse, nisikusumbue, una usingizi. Kuna ubaya gani mimi nikiondoka na dadangu wa kazi? Nisikilize, huyu mimi ni bosi wake. Na kama mimi ni bosi wake, nina haki ya kwenda naye sehemu yoyote. Nisikilize, Leticia, safari. Mume wangu nimeshakwambia, uende naye bwana, nenda mwenyewe. Uende naye. Beni, kwa hiyo nataka kuniambia ujinga wenu umeshauanzia hapa nyumbani? Yaani mmeshaanza kukumbatiana mbele yangu kabisa hivi, naona kwa macho yangu mwenyewe. Wewe Janeti, unachonitafuta utakuja kukipata. Mimi sikutafuti kitu. Sasa umefanya nini? Mnaanza kurukiana hapo na mimi naona, mimi sijapenda. Anyway, Leticia, shetani keshajiinua hapa. Sasa yeye lengo lake limetimia, wewe baki naye. Tutaonana, mimi naenda huko, natoa pesa nitawaletea mkaemeo wote wawili. Sawa? Lakini Beni, mimi nimeshajua kitu ambacho ulikuwa unataka kukifanya, ndio maana ulingangania ondoke na yule dada wa kazi. Sasa nakwambia hivi, huwezi kuondoka naye siku yoyote ile, sitaki atoke humu ndani na wewe. Na wewe tuondoke. Mombasa, hawa watu hawa. Hivi kweli ni watu wa Mungu hawa? Huruma hawa. Ndo alikuwa ugonjwa mahututi, alikuwa analalamika mguu na muuma, hadi na kitanda anatandika. Yaani Tami, mpenzi wangu, hakika leo mimi ndo nimeona nguvu ya mapenzi kutoka kwako. Unajua kipindi hapa umeingia nilikuwa sijiwezi kabisa. Yaani tumbo lilikuwa linaniuma, mshipa mguu ulikuwa umekaza. Lakini ulipoingia tu, ukatoka ukaenda dukani, kuna harufu yako fulani hivi ilibaki umndani, basi ikawa inatawala kama vile malaika. Basi ile harufu kipindi naivuta nikaanzidi kupata afueni. Kila nikivuta ile harufu napata afueni. Nikashangaa tu, nimeinuka bwana. Hakika nimeamini mpenzi wangu, mimi bila wewe Stoboy, yani siwezi kuishi kabisa, kwa sababu haiwezekani harufu yako tu imenifanya mimi niwe sawa kiafya. Je, mambo yako? Yaani ndio hivyo mpenzi wangu, yani kama ndo malaika basi unashika namba 1. Kwanza ulivyokuwa mtoto mzuri. Hakika mpenzi wangu, mimi bila wewe Stoboy. Baby bwana, usiniambie tena ushapata nafuu. Si ulikuwa unalalamika kuhusu mguu? Vipi? Umepona? Yaani ninavyokuambia hapa mpenzi wangu Tami, uweze kuniamini. Yaani uweze kuniamini kabisa. Sawa sawa na kipofu kaona mwanga. Mimi mzako mguu sasa hivi sio chiba. Mguu sasa hivi uko fresh kabisa, yani ndio maana nakwambiaje, harufu yako tu wazungu wanasema smooth imeweza tu kunitibia, nimekuwa fiti kabisa mpenzi wangu. Yaani niko fiti. Ndio nikasema basi nijitandike kitanda hapa ili mradi mpenzi wangu ulipoenda huko ukirudi usijichoshe, nikusaidie maana umetoka hapa hai kwenda kunichukulia dawa mume wako. Na mimi nikasema basi ngoja nitandike, ndio hapa umekuta hapa natandika kitanda mpenzi wangu. Okay. Tuachane nayo yote maana naona unanijaza. Tufanye hivi. Dawa hizi hapa nishanunua mpenzi wangu, inabidi nikachukue maji unywe. Lakini mpenzi wangu, mimi sasa hivi mimi nishakuwa fresh. Mimi nikinywa madawa hayo napata madonda tumbo. Yaani tumbo linakunja napata UTI nikinywa madawa. Yaani mimi niko fresh mpenzi wangu. Sio maana niko fit kabisa yani. Wewe.
Usinidekee. Dawa baba utakunywa. Yaani utake, usitake, hizi dawa utakunywa. Wewe si ulikuwa unalalamika hapo? Oh, baby mguu unauma, nakufa mimi, sijui imeshikwa, sijui nini. Nikasema hapa, napumzika, nimechoka. Lakini ukaniambia hapana baby, nimezidiwa. Wewe nenda kanunulie dawa. Nimetoka mtoto watu mkuku kuletea mwanangu wangu dawa anywe. Sasa hivi unalalamika unasema kwamba sijui baby wewe, dawa utakunywa. Amna bana mpenzi wangu bana mimi dawa mimi sinywi bana Tami bana. Mimi nakunywaje sama dawa mimi sinywi bana. Acha kudeka. Dawa utakunywa. Bishana, dawa utakunywa. Mimi sinywi bana madawa bana Tami. Unataka mimi ninywe madawa kati mimi nimeshakwambia mimi nimeshapona kwa uwezo wa harufu yako tu. Mimi siwezi kunywa madawa bana. Wewe, dawa utakunywa. Usidekedeke hapa. Nakuletea dawa, nenda kuchukua maji, unywe dawa. Umesikia? Mimi sinywi dawa bana Tami. Mimi dawa mimi sinywi. Wewe dawa utakunywa. Mimi sinywi dawa bana. Wewe mpumbavu. Naomba unisikilize kwa makini. Hiki ambacho naenda kukizungumza. Kwa hiyo ndio ulikuwa umeamua sasa utoke na mume wangu uende naye huko barabarani, si ndio? Kwa idhini ipi na kwa idhini ya nani? Kwa hiyo mimi ambaye nilikuwa nimekataa, umeniona ni mwehu, ni taila ambaye sijui kumsikiliza mume wangu, si ndio? Dada, lakini shemeji alinifuata kama ameniomba tuongozane hadi M-Pesa. Na mimi nilimkatalia, lakini akawa amenilazimisha. Afu isitoshe yule ni bosi wangu pia, siwezi kukataa sana. Eti ni bosi wangu nisingeweza kumkatalia sana. Hivi umesahau kwa huyo ni mume wangu mimi? Umejisahaulisha? Hivi wewe, kwa nini unapenda kujiamulia sana vitu? Unapenda sana kutoka na waume za watu. Kwa hiyo nataka utoke na mume wangu, uende naye kwa barabarani ili uonekanaje? Au ndo unajua kujali sana kuliko mimi mama mwenye nyumba? Wewe ndo unajikuta mama mwenye nyumba sasa. Unajibebesha majukumu ambayo hata hayakuhusu. Si ndio? Nimeshakukanya mara ngapi wewe kuhusu kukaa mbali na mume wangu, lakini bado unamgandaganda tu unamfuatafuata kama luba vile yani. Hamna dada, mimi sikuwa na maana hiyo. Hivi nishakwambiaje kuhusu mume wangu? Kwa nini unapenda sana kumgandaganda wewe? Basi dada, naomba nisamehe, sirudi tena. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kwa kuwa umekuwa mpole na umenielewa ambacho nimekizungumza, naomba iwe mwanzo na mwisho na ukae naye futi 100. Yaani ukae naye mbali kabisa, sitaki kukuona naye karibu. Umenielewa? Na kitu kingine, mume wangu haijalishi atakuwa katika hali gani. Arudi nyumbani kalewa, arudi nyumbani sijui anaumwa kiasi gani, kajitapikia kiasi gani, achana naye. Hilo ni jukumu langu. Nitamsaidia mimi majukumu yake yote ambayo yanamhusu yeye private. Yaani kumfuatafuata sitaki. Umenielewa? Lakini dada, mimi najitahidi sana kukaa mbali na mume wako. Lakini wewe unanipatia majukumu mengine ambayo sitaki kuyafanya, wewe unataka kuyafanya wewe. Kwa hiyo, kwa nataka kusema sasa unataka kunipangia nini cha kufanya kwenye nyumba yangu mwenyewe, si ndio? Wewe, naomba unisikilize. Hiki ambacho nimekiongea nimekimaanisha kabisa, sitaki kukuona karibu na mume wangu. Mume wangu haijalishi amekwambia umfuate, sijui kufanya, mwambie hutaki. Umenielewa? La sivyo siku nyingine nitakuvunja masikio yako mpuuzi mmoja wewe. Karibu sana shemeji. Asante sana. Shemeji, mbona uko hivyo? Yaani leo umekuja hapa nyumbani yani uko kinyonge sana na uso wako unaonekana kabisa hauna nuru. Kuna shida? Shemeji, matatizo ni mojawapo ya maisha yangu. Vipi? Ndugu yako nimemkuta? Hapana, hujamkuta. Kindege ametoka. Katoka? Kaenda wapi? Kuhusu kwenda wapi kwa kweli mimi siwezi kujua. Lakini alivyoondoka alionekana hayuko sawa kabisa. Hakuwa sawa. Okay. Wenda na hii kachangia mimi kuja hapa. Farida. Unajua nimetumia pesa zangu nyingi sana. Na nimejitoa sana kwenye familia yenu. Unajua dadako mimi nashindwa kumuelewa. Yaani shemeji, sijakuelewa. Kivipi?
kuna muda natamani tuwe na furaha, lakini tumeishia ugomvi na maneno, na sielewi ni kwa nini. Ila nimekuja hapa, nataka nikutangazie Dau. Naomba unisaidie Farida, jaribu kuzungumza na dada yako, naamini wewe anaweza kukuelewa, kwa sababu dada yako amebadilika sana. Yaani hanisikilizi kwa chochote, na hii nashindwa kuelewa ni kwa nini. Naamini wewe atakuelewa, kwa sababu dada yako amebadilika sana. Yaani hatuelewani kabisa. Kwa kaa uzungumze naye, naamini wewe anaweza kukuelewa. Yaani unataka nizungumze na Kindege? Ni sawa kama ulivyosema kwamba mimi ni ndugu yake, anaweza akanielewa. Ila shemeji, kwani shida kubwa ni nini ambayo inapelekea mpaka sasa hivi hamuelewani? Shemeji bwana, mimi nahisi ndugu yako anatamani kimahusiano. Navyomwona bado anatamani furaha sehemu nyingine. Kwa shemeji, jaribu kuzungumza naye. Na pia mkumbushe mambo ambayo niliyofanya kwenye familia yenu. Kwa hiyo naomba ongee naye. Naamini wewe atakuelewa kabisa. Basi sawa shemeji, mimi nitajaribu kuongea naye. Lakini ningejua shida kubwa ni nini, ndo ningejua naanzia wapi. Lakini kwa vile umekataa kuniambia, basi ila nitaongea naye tu. Naamini shemeji hautaniangusha. Ndiyo shemeji. Vizuri sana shemeji. Na pia siwezi kukuacha hivi hivi. Vipi? Laini yako sinapokea pesa? Inapokea pesa. Alafu ni ile ile ya siku zote mbogo nanitumia. Hiyo ndio napokea. Basi usiwaze. Nikitoka hapa nitakutumia ya maji. Sawa shemeji, hamna shida. Ila ni hiyo hiyo, waga inapokea pesa hiyo hiyo. Karibu sana shemeji, karibu. Asante sana. Basi mimi nikuache. Unaondoka? Sawa. Lakini usisahau sasa kuniwekea hela ya maji. Basi nawe kumbuka kumkumbusha yule. Sawa, karibu tena siku nyingine. Asante sana. Sawa. Usisahau ni ile ile. Okay, sawa. Shemeji bwana, yeye nataka nikaongea na Kindege afu tatizo kubwa hajaniambia. Na nadhani Kindege anaingilika kirahisi kiasi hiki. Sawa, mimi nitajaribu kuongea naye. Kikubwa tu nitumie hela ya maji basi. Beni. Beni, kwa hiyo nataka kuniambia kwa kilichotokea pale, mimi ndo nimekosea na nastahili kukuomba msamaha, si ndio? Nisikilize vizuri Janeti. Sijakwambia uniombe msamaha. Na wala sijaulizia chochote kuhusu msamaha. Nisikilize vizuri. Kwa sasa nishatoa pesa. Kwa ingekuwa ni swala la busara kama tungeenda ndani kwa ajili ya kupanga bajeti ili tusije kufa na njaa humu ndani. Mume wangu, mimi najua kabisa umenikasirikia kwa lile jibu ambalo nimekupatia kule ndani. Naomba unisamehe. Unajua nimekwambia hivyo kwa sababu gani? Unajua leo nimechelewa sana kulala. Nilikuwa live, afu pia nilipotoka live nikawa najibu DM za wateja wangu. Sasa nimejikuta nimechelewa kulala, ndio maana nikakwambia nimechoka sana, nahitaji kupumzika. Nisikilize vizuri. Janeti, hii ni maisha ambayo tunaishi kila siku. Hata kama ukiwa hujaingia live. Mara nyingi umekuwa ukikosea, huwa hujui kuomba msamaha. Na unakuwa unakipa kipaumbele sana biashara yako kuliko mahusiano yako. Na nilichokifanya pale si kwa sababu ya kutaka kukukosea, ila ni kwa sababu ya kutaka kukusaidia majukumu kama unavyotaka iwe. Anyway,
Twende ndani tukazungumzia bajeti ya chakula kusudi tusife na njaa. Fode, mniache bwana. Una shida gani? Yaani hautaki hata kuelewa kwamba kuna vitu vikifika mwisho huwa havirudi nyuma, havianzi mwanzo tena. Kwa nini ukubali? Naomba unisikize vizuri. Ukurasa wa mimi na wewe umeshafungwa tayari. Kama ni kitabu, kurasa zetu zimeshafika mwisho na zimeshafungwa. Kwa hatuwezi tena kurudi nyuma. Na unachoendelea kukifanya hapa ni kunifanya mimi nikumbuke ya nyuma ambayo tayari mimi nimeshasahau. Sitaki kabisa kukumbuka ya nyuma. Na lazima ukubali kwamba mimi mwenzako tayari nimesha move on. Nimeshaanza maisha mapya na wewe inabidi ukubali kuanza maisha mapya. Fanya kinachokufanya wewe ufurahi. Na mimi niache na furaha yangu. Move on kama nilivyo move on mimi. Kanoni, hebu naomba nisikize vizuri babangu. Kwa nini sisahau yote ya nyuma afu tukaanza maisha mengine? Mimi bado nakuhitaji kwenye maisha yangu. Nakupenda Kanoni. Hebu achana basi na mambo ya nyuma. Nahitaji msamaha wako. Nimejua kosa langu ndio maana nimekuomba msamaha. Naomba unisamehe Kanoni, nakuomba. Bado nakupenda. Faida, una bahati mbaya sana. Umechelewa. Kwa sababu umekuja wakati ambao tayari moyo wangu umeshampenda mtu mwingine. Na hata nafasi yako tena haipo kwenye moyo wangu. Mimi nina nafasi ya mtu mwingine. Mimi nimeshapenda mtu mwingine. Moyo wangu tayari umeshanyakuliwa. Moyo wangu ni nafasi ya mtu mwingine. Maana sasa hivi kuna mtu anafurahia mapenzi kupitia huu moyo ambao uliuumiza. Kanoni, kwa nataka kuniambia unampenda yule mwanamke mfupi, si ndio? Hivi kwa nini wewe unamng'ang'ania yule mwanamke? Yule mwanamke hakupendi Kanoni, mimi ndo nakupenda. Mimi ndo mwanamke ambaye nakupenda. Hebu achana naye basi. Naomba urudi kwangu Kanoni. Nakuhitaji. Afu yule mwanamke hakupendi. Kwa nini unamng'ang'ania? Afu yule sio vitu vyako Kanoni. Mimi ndo mwanamke wako. Afu mimi huwezi kunilinganisha na yule. Hivi yule mwanamke alivyo mfupi na mimi, yuko wapi mzuri? Mimi si ndo mzuri, si ndio? Hebu nakuomba, achana na hayo mambo mengine basi tuanze maisha mengine. Hanipendi? Hanipendi kivipi? Na aliyekudanganya kwamba uzuri wako pekee ndo unaweza kufanya mimi nikakupenda ni nini? Ni nani? Mimi nina moyo, najua nani nimpende na nani simpende. Ni kipi kinachonivutia kwa mtu na kipi ambacho hakinivutii? Mimi tayari nimeshampenda mtu mwingine, nampenda sana. Unapaswa kufahamu hilo kwamba mimi ninampenda mtu ambaye tayari moyo wangu ameuteka. Wewe nilikupa nafasi ukaniumiza. Uliumiza moyo huu ambao leo hii unaulilia tena. Hakuna nafasi nyingine ya pili. Naomba uishi maisha yako, move on. Kwanza nashangaa sana. Unajua Farida, mimi ndo nilipaswa niwe nakulilia wewe. Lakini wewe uko busy kunililia mimi, wakati wewe ndo uliofanya maamuzi ya kuniumiza mimi. Nilipaswa mimi nianze kukuhangaikia wewe kwa sababu labda mimi ndo nakupenda. Na nilikupenda sana lakini wewe hukuchukulia kama hilo ni swala la msingi sana kwa maisha yako. Ukachukulia upendo wangu kwa vile ni for granted. Haiko hivyo. Mimi nikipenda napenda kweli. Nilikupenda sana lakini haukuthamini upendo wangu kwako. Tafadhali sana. Naomba uishi maisha yako. Kistaarabu tu nimeamua kukupa nafasi, fanya unachokipenda wewe. Naomba Kanoni nisikize babangu. Naomba basi unisamee. Mimi nimeshalijua kosa langu ndio maana nimekuomba msamaha. Achana na hicho kimwanamke kifupi bana. Unang'ang'ania mwanamke mfupi ambaye hata kama ukipita naye barabarani utadhani ni mdogo wako. Alafu ndo nasema mwanamke wako kweli. Yule mwanamke hakupendi. Kama mwanamke kaja nikaanduje kafupi namna hiyo ona kang'ang'ania ka nini? Mimi ndo mwanamke wako nakuhitaji bado. Farida, usitaki kunikwaza. Nimekuja hapa kukusikiliza tu. Usitaki kuharibu mood yangu. Nimekuja hapa tu kukusikiliza wewe. Na sikuja hapa kuja kuzungumzia mambo mengine ambayo hayakuhusu na kuwaweka watu kwenye story ambayo haiwahusu. Usimzungumzie mtu mwingine ambaye hahusiki hapa. Tena naomba uniache. Wewe vipi? Kanoni. Kanoni.
Vipi shoga yangu Janeti? Mbona leo hujatokea kwenye Isa? Shida ni nini? Hadi umepelekea nikatoa pesa yangu kwenye jina lako. Shida ni nini? Yaani wewe Tami, wewe acha tu shoga yangu. Yaani leo kilichotokea humu ndani ni timbwili la kufa mtu na hata sijategemea. Jana bwana, nimejikuta nimechelewa kulala kwa sababu nilikuwa live, afu pia nilikuwa najibu DM za wateja wangu. Kwa nikajikuta nimechelewa sana kulala. Pamekucha tu asubuhi nimechoka na uchovu mwingi. Yaani nikaingia tu bafuni, nikajimwagia maji, nikarudi kulala. Sasa pale mume wangu akawa ameniamsha nimsindikize barabarani akatoe pesa kwa ajili ya mahitaji ya humu ndani. Shoga yangu mimi nikajikuta nimemjibu vibaya. Mimi sikujali kwa sababu sikuwa najua. Akawa ametoka hapo. Nikawa nimemjibu vibaya kuwa mimi siwezi kwenda, nimechoka. Haya, katoka nje, saa ngapi asimuita dada wa kazi. Kaongozana naye shoga yangu kama zali la mentali tu. Mtu kanambia chungulia dirishani, kuchungulia dirishani na waona wanaongozana kama makinda ndege. Wewe sijakubali. Nikatoka kasi hiyo moja ni hatari. Nikamwambia jamani wapi? Akanambia anataka kuongozana naye kwenda naye barabarani. Nikawa nimekataza hapo, nakwambia tukavutana, ugomvi ukawa ni mkubwa. Haya, mwisho wa siku akakubali, mume wangu akaondoka peke yake. Sikujua kama amekasirika. Shoga yangu karudi hapo, nakwambia kanikasirikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikifanya pale. Nikaamua tu nibaki nyumbani, nishinde siku nzima nipo nyumbani ili mradi tu nisizalishe matatizo mengine. Wewe Janeti wewe. Kwa hiyo usitaki kuniambia leo Letisi alitaka kutoka na mume wako? Tami, naomba tu nisikilize kwa makini. Siku ambayo atajichanganya na kuvuka mstari wangu, eti akajichanganya atoke na mume wangu, na kuhakikishia nitamuua kwa mikono yangu mwenyewe, kwa sababu hapa duniani hakuna mtu ambaye hana mipango. Kila mtu ana mipango yake. Kwa hiyo na mimi sasa sitokubali aniharibie mipango yangu. Anyway, mimi nadhani pesa yako nitakupatia hata usijali. Ndio hicho. Yaani hapa kikubwa kilichonileta ni pesa yangu. Tunaomba pesa yangu. Mimi pesa yangu hailiwi ovyo ovyo shoga yangu. Dada ni mchungu kwenye hela zako wewe. Twende nikakupatia pesa yako. Twende.